Newcastle. Newcastle. Asanteni sana. Ndugu mkuu wa shule, ndugu makamu wa shule na walimu wote mliokusanyika hapa, pamoja na wanafunzi wote, nasalimu kwa jina Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni. Kwanza kabisa, nayo furaha kubwa sana kwa heshima ambayo mmeweza kunipatia kwa siku ya leo. Nashukuru sana. Naomba tupige makofi. Ni heshima kubwa kwa maana kwamba kupewa cheo cha kuwa mgeni rasmi maana yake ni mtu anakuconsider kwamba una kitu fulani ambacho unaweza ukaoffer kwa watu. Sio? It might not necessarily to be material thing. It can be maybe knowledge, experience, any other issues which we can just discuss as a community. Is it? Sindio? Sasa nafikiri hapa mkuu wa shule ameshatambulisha kuhusiana na mimi, lakini umesema nimebobea kwenye mambo ya archaeology, si ndio? Ni kweli, lakini pia mimi ni mwalimu. Sawa? Kwenye maisha yangu nimekuwa nafundisha sana, yani toka niko nasoma sekondari. Wakati nimemaliza, wakati nasoma chuo kikuu nilikuwa nafundisha Mwanza na shule mbalimbali. Shule ya Nyamanoro, Mwanza, Miyama sekondari. Lakini pia nilikuwa na vituo vyangu pia pale Mwanza nafundisha pia kama sehemu ya ziada, kupata kipato wakati nasoma. Kwa hiyo mambo ya kufundisha, lakini pia ni mwalimu wa chuo kikuu. Walimu ni walimu, wana tunadili na wanafunzi, si ndio? Nategemea ni wale gani. Lakini uwezo ukasema na wanafunzi wa chuo kikuu nafundisha bila kuwa na wale ambao wanaanza chini, kwa sababu hakuna mtu yeyote ambaye anafika juu bila kuanzia chini, si ndio? Kwa hiyo wote tunadili na kitu kile kile, si ndio? Tunadili na kitu kile kile. Kwa hiyo kwanza nashukuru, na nabidi niuseme kitu kimoja kwanza mwalimu. Sawa? Kwa Tanzania naweza nikasema hii ni event yangu ya kwanza ya kuwa mgeni rasmi. Ila wakati niko Canada nafanya PhD, niliweza kuinteract na jamii ambayo ni yao. Kuna wa Canada ambao wana vituo vya kijamii kule Arusha, na akaweza kunispoti mimi niwe sehemu yao, na baada ya kukaa nao muda mrefu wakawa wameniteua kwenye kuwa board member kule Canada, na nikiwakilisha kati ya Tanzania na kule. Nikapata bahati ya kuwa mgeni rasmi kule. Kuna mji mmoja unaitwa Lethbridge huko katikati ya Marekani, Southern Canada, kati ya mpaka wa Marekani na Canada kule, jimbo moja linaitwa Minnesota. Kwa hiyo niweza kuwa mgeni rasmi mara 2 kwenye event ambayo tulikuwa tunakusanya pesa kwa ajili ya kusaidia watoto yatima na wanaoishi maisha magumu katika jiji la Arusha, Tanzania. Lakini fundraising ambayo ilifanyikia kule. Kwa hiyo keynote speaker ilikuwa ni mimi, nimekuwa mara 2. Kwanza mji wa Lethbridge, alafu nyingine nikafanya mji wa Edmonton. Kwa hiyo ila kwa Tanzania, this is my first time. Ndio. Kwa hiyo na maana kusema ni heshima kubwa na maana yangu. Ndio. Okay. Nirudi kwenye jambo la msingi ambalo limetuleta hapa.
Kabla sijaenda kwenye swala la risala namna ilivyoelezwa ambayo imesoma vizuri, kwanza nianze kwa kuwapongeza walimu. Wapongeze walimu kwa namna ambavyo mmeweza kuorganize taasisi. Hii ni taasisi ya elimu, na kutengeneza wanafunzi wenye nidhamu, wenye vipaji, wenye uelewa, ambao una reflect nyanja zote za maisha. Kwa maana kwamba, kwa nini nasema hivyo? Hapa tumeona wanafunzi ambao wameigiza, tumeona wanafunzi ambao wameimba, tumeona wanafunzi ambao wamesoma risala, na vitu vyote ambavyo umeviona hapa. Maana yake ni nini? Reflection ya jamii ilivyo duniani au katika maisha ya mwanadamu, kwamba sio kila mtu anaweza kuwa labda mwalimu, sio kila mtu anaweza akawa mchungaji. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hapa mnaandaa jamii ambayo ina reflect katika nyanja zote. Kuna watakao toka hapa watakuwa ni wasanii, kuna watakao toka hapa watakuwa ni walimu, wengine watakuwa ni wanajeshi, katika nyanja zote. Maana yake kwamba mnayoyafanya hapa ndio reflection halisi ya jamii, si ndio? Kwa maana hata nyie wanafunzi huko, kile mnachofanya, kama wewe unaweza kuimba, unaweza kusoma, unaweza kuruka sarakasi, the first thing you need to have is to have education, which is the basic aspect. Haya mengine ndio unakuja, yani uwezo ukasema mimi. Kuna watu unakutana nao mtaani wanasema huyu mbona akusoma lakini ana pesa, sio ni msanii. Lakini mnashindwa kujua kwamba ule usanii wake hauwezi ukawa na maana kama vile vitendea kazi vyenyewe anavyovitumia vimetengenezwa na msomi, mifumo yake yote anayoifanya inaendeshwa na wasomi. Uwezo ukawa simama ukasema mimi nitakuwa msanii bora, na wakati mifumo ya kielimu huna uwezo wa kufanya negotiation. Hata kama unaenda kuperform Ulaya, hujui hata ndege unapandia wapi. Siwezi, ni msanii, utaibiwa pesa, hautajua namna negotiation, hautajua, una basic knowledge. Mnaelewa? Mnaelewa maana ya kuwa na elimu? Kwa hiyo usije ukadanganya unasema huyu hakusoma lakini ni msanii, mbona ana hela nyingi? Hapana. Usipokuwa na elimu, maana yake utashindwa kutafsiri mifumo halisi ya maisha, kuanzia kwenye mambo ya calculations, kuja kwenye masuala ya negotiations, kuja kwenye masuala ya presentation. Na nielewa, lazima ujue pia na kujielezea. Kwa hiyo ndicho kwa nakuwa na maanisha, si ndio? Kitu cha pili, napenda kuwashukuru wazazi wa wanafunzi ambao tuna mwakilishi wa wazazi na hapa wamefika hapa, kwa maana wazazi ndio nguzo ambayo inafanya kushirikiana na walimu, alafu ukashirikiana na wanafunzi wenyewe katika kusukuma gurudumu la kuondoa ujinga na kutengenezea future nzuri ya watoto. Sawa? Yapigie makofi wazazi. Kwa hiyo wazazi ambao mmekuja na kuwakilisha wazazi wengine, tunawapongeza sana na kuwashukuru kwa namna ambavyo mmejitoa, mmekuwa mkishirikiana na walimu na jamii. Tunawaomba muendelee kuonyesha ushirikiano huo, kuweza kusaidia hawa wanafunzi waweze kutimiza malengo yao. Kwa sababu mwalimu anapokuwa hapa anakuwa ndiye mzazi ambaye anawakilisha kila kitu. Kwa hiyo tunaomba muendelee kuwapa ushirikiano na wanafunzi, kwa pamoja tuweze kufika mbele. Kwa hiyo tunawashukuru kwa hilo. Kuna swala ambalo nageuka kwa wanafunzi. Kama ambavyo nimeitwa, wangapi ambao wanatamani kufika katika hatua ya juu ya ngazi ya elimu, kwa mfano kuwa na PhD? Wangapi? Naona kuna wengine ambao wataki. Wako pale. Wangapi?
Mnajua inachukua miaka mingapi kufika mpaka unapata PhD? Mimi nilianza kusoma shule toka 1997. Sawa? Darasa la kwanza. Nimekuja kumaliza PhD mwaka huu 2024. Miaka mingapi? Unaweza kuangalia ndio kama miaka mingapi hapa? Almost miaka 20. Miaka 17 wengine. Sasa hapo mimi nimeunganisha. Hapo sijatulia, yani ni shule tu. Umenielewa? Kwa hiyo ninachomaanisha ni kwamba kama unataka kufika kwenye viwango vya namna hiyo, na sio lazima ufike, unaweza kufika, kila mtu anaweza. Lakini kama unataka kuwa na mafanikio ya kitaaluma na kwenye maisha yako ya kila siku, especially kwa wanafunzi kama nyinyi ambao ndio mnaanza shule, huwa kuna vitu vya msingi kama 6 ambavyo unatakiwa kuvizingatia. Kwa upande mimi ninavyofahamu mimi, japo kuna wengine wana walimu wanawafundisha kila siku. Swala la kwanza huwa ni punctuality. Punctuality. Naposema punctuality mnaelewa? Punctuality maana yake ni kufanya kitu kwa wakati, yani kuwa mbele kwa wakati. Unanielewa? Kuwa mbele kwa wakati na kitu kifanya, maana yake hapo ni ku maintain time. Kufanya kitu ndani ya muda. Yani kama ni darasani unafika mapema. Kama ni kazi umepewa na mwalimu na hakikisha unaimaliza mapema. Punctuality is number 1. Unanielewa? Sasa kama mwalimu anamwambia muwahi kuhesabu namba, sio kwamba anakuwa yani ana maintain hiyo kitu tunaita punctuality. Unanielewa? Usipo maintain hicho kitu, usitarajie kwamba utaweza kufanya kama nilivyo. Yani kutakuwepo changamoto kubwa ya wewe kufikia kwenye malengo. Namba 2 ni discipline. Nidhamu. Nafikiri kwenye wimbo wenu wa shule nimesikia neno nidhamu limesisitizwa pale. Hiyo ina maana kubwa sana kwamba katika aspect yote unayoifanya unahitaji nidhamu ya hali ya juu. Nidhamu kwa wazazi, nidhamu ya masomo, nidhamu ya walimu, kila sehemu, na nidhamu ya kile unachokifanya. Naona huyu anaandika, maana yake anaelewa, si ndio? Umeelewa? Wewe unaitwa nani? Ramadhani. Unaandika nawe yasema au unaandika ya kwa? Okay. Nyingine ni resilience. Resilience. Nani anajua maana ya resilience? Nani anajua maana ya resilience? Anyoshe mkono. Hapo nani anajua? Nani anafahamu maana ya resilience kwa Kiswahili? Resilience maana yake ni ustahimilivu. Ndio Kiswahili chake, ustahimilivu. Umenielewa? Hapa ndipo kuna tatizo. Ukiona mtu amefanikiwa, watu unaona wamefanikiwa kimaisha, kimasomo, kama amefanikiwa kihalali, anakuwa na ustahimilivu wa hali ya juu. Watu msione hapa, kila mtu amestahimili mambo mengi. Sijui umeguswa au kidogo mwalimu, ushaanza mimi naacha shule. Sijui masomo yamekuwa magumu, umepata sijui si ulikuwa unatarajia hiyo, unasema mimi naacha shule. You need to have high level of resilience in your life, regardless of what challenges you pass through or you are facing. That if you don't maintain resilience, you can't succeed. You understand? You need high level of resilience in your life. Hakuna mtu yeyote ambaye amefanikiwa bila kupitia hili swala. You understand?
Yeah, so hiyo masomo si magumu, si mwalimu amefanya hivi, you need highest level. Kwa sababu unachanganya discipline, punctuality, resilience and other thing. Another thing is responsibility. You have to fulfill your responsibility. Kabla hujademand kupewa kitu, uhakikishe na wewe umetimiza wajibu. Kama ni assignment umefanya, na umefanya kwa wakati, kwa sababu kuna punctuality na kuna discipline. Yani vinaendana. Ukijafanya hivyo, if you don't fulfill, yani unataka max alafu hujafanya. Unataka grade kubwa wakati yani kesha yani hujaweka knowledge. Yani lazima usome. Lazima utafute maarifa. Sasa hivi nyie mna bahati. Wanafunzi sasa hivi mna bahati. Kwa sababu nasema hivyo mwalimu, leo wanafunzi wana gadgets. Hizi gadgets kama hizi phone, wana access television, unamletea mwanafunzi swali la kawaida la civics au la maisha. Sasa hivi Tanzania, mimi huwezi kujibu swali langu la civics au la history na kuuliza kwamba justify how the country like Tanzania has moved or developed economically by comparing maybe 20 years ago. Uwezo ukajibu kutoka kichwani kama unipi mifano kama ya SGR, uongelei mambo ya crude oil pipeline, bomba la mafuta, na ujui liko wapi. Bomba linatoka labda kule Chongoleani, liko Tanga, linaanzia kule Uganda. Wewe ujui wakati vitu vyo kwenye TV kila kitu vinaongelewa. Alafu una expect upate max, au una compete na mwanafunzi mwingine, wewe unaongelea kwamba infrastructure lakini hauna mfano wowote ambao ni live examples. Alafu unatarajia mwalimu yeye ndiye akufundishe mambo ya bomba la mafuta. You can't do that. You have to learn by yourself, because you have all the tools to attain that issue. Si unanielewa? Kwani kuna mtu amewafundisha Diamond hapa? Kuna mtu anafundisha somo linalohusu Diamond na muziki wake? Mbona mnajua? Kama unaweza kumjua, lazima na mkwao umjue. Lazima ujue na mifumo ya taifa na vitu vingi vinavyokuwa vinaendelea. Unanielewa? So you have to search knowledge. Mimi huwezi kunidanganya. Yaani kama nakuletea mtihani, kama una mifano inayoendelea, utakuwa unajidanganya. You have to have live examples. Kwa mtu wa physics, geography, huwezi kunijibia swali la maji huo unasema nimefaulu. Mimi nitakapokuletea swali nitakwambia draw the map of Tanzania and indicate where the maji war occurred by presenting the ethnic groups that were involved. Ndio swali langu hilo. Yaani kwa sababu ukisema vita ya maji, vita yote inajulikana, watu walikufa, watu walipungua. Ila sasa ukileta swali anamwambia mtasema depopulation, lakini unamwambia maji ilitokea wapi, hajui ni wapi, yeye anaandika depopulation. Sasa chora ramani, onyesha hayo makabila yalipo. Kama ni Southern Tanzania kuna labda Wangoni, kuna Wandendeule, uonyeshe wako wapi. Hilo ndio swali langu. That's geography. Na ndio utakapopata max. Ukileza mambo ya kuandika depopulation sijui nini, hiyo vitu kila mtu anaweza kaandika, kwa sababu vita ikitokea hata Ukraine watu wanakufa. Kwa hiyo vita yote lazima watu watakufa. Ila sasa tofauti yako na mtu mwingine iko wapi? Ndio ile mastering of things. Una master geography na master na vitu vingine. The last two things is accountability. You have to be accountable, and determination. Lazima uwe na determination. Mtu akikuuliza hapa wewe unataka kuwa nani baada ya miaka 2, unakuwa unajua. Unanielewa? Sasa naelekea hatua ya mwisho. Sitaki kuongea sana. Naelekea hatua ya mwisho ya kujibu vitu ambavyo tutavifanya. Unanielewa? Vitu ambavyo tutafanyaje? Mfanya. Nimewaambia hivi,
Hawa watu yani hamjanipa mwaliko kwa sababu ya material thing. Kama ni material thing, kuna watu ambao ni matajiri wakubwa angeweza kuitwa hapa. Unanielewa? Tumekuja hapa kwa sababu ya status, yani kuna kitu ambacho mtu anakiona kwa sababu tunaongea taaluma, naweza mkajadili masuala ya taaluma. Na mimi nikikupa pesa hapo au nini haitakusaidia tu. Unahitaji knowledge ambayo utaibeba. Yani wewe nikupa hela leo itaisha hapo hapo na siwezi kutimiza mahitaji yako. Ila ukipewa education itakulinda mpaka maisha yako yote na vizazi. Unanielewa? Kwa hiyo tunarudi kwenye logic kwamba sasa twende tunafanya nini? Katika kufanya nini, kwa sababu mimi nimebobea kwenye mambo, mimi ni mtaaluma, kazi zangu wa taaluma sisi kazi yetu ni kufundisha, ni kufanya utafiti na consultants na mambo mengine. Natoka University of Dar es Salaam. Mwalimu, I will need an official invitation. Okay? Ili ile nitaambatanisha hii hapa kwa sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam tunafanya mambo yani social engagement. Ni sehemu ya university, unanielewa? Na mimi ni kama hapa nitakachofanya kama mwakilishi. Nafanya kazi ambayo ya university. Barua hii hapa. Mmenipa risala. Vice Chancellor tunaye, tuna kitengo cha social affairs. Takachokifanya ni kuwakilisha kwamba I have done something social, especially katika community inayotuzunguka. Chuo kina encourage sana hayo mambo. Unanielewa? Sasa kwa sababu mkuu wangu kama wewe ambavyo ni boss na mimi na boss wangu, tapeleka pale, taomba appointment, tampelekea bwana, this is what I have done, and then watu wanahitaji 1 2 3. Sasa one of the thing ambayo umesema kwenye risala ni connection. Tunahitaji linki kati ya university na school of education. Si ndio? Ili waweze kuwa tunapata walimu ambao labda ni wa muda, lakini pia kwenye mambo ya practical training, si ndio? Na vitu vingine. Sasa mimi naenda kuwakilisha pale. Unanipata? Kwa hiyo hicho ndio ninachokifanya mimi. Au nimesema sieleweka? Napeleka pale kwa mimi boss wangu kwa sababu I have all evidence this one plus an invitation which is formal invitation napeleka pale. Hiyo namba moja. Si ndio? Hapo nimeongea katika taasisi ya kwetu kwamba at the university level that's what we are doing. Tunafanya research, tunafanya consultation, tunafanya social affairs na mambo mengi. Sasa this is one of it. Kwa mimi kwenye promotion yangu nitasema I did something which was socially na mimi naongeza point. Ndio? Hiyo ni namba moja. Namba mbili, kwa upande wangu nimekwambia tumebobea kwenye uandishi, tumebobea kwenye masuala ya research na kadhalika. Miongoni mwa vitu ambavyo tunafanya, unajua tuna mashirika mbalimbali, tuna UNESCO, tuna UNICEF, tuna social groups, NEMKI, wanadili na mazingira ni. Kwa sababu mimi ni sehemu ya hii shule. Mimi ni sehemu ya hii shule. Na nakaa karibu tuko pamoja. Tutasaidiana katika kuandika. Kwanza hao wanafunzi kwa form groups, tuwe na magrupu ya mazingira, tuwe na magrupu ya mambo ya afya na nini. Hawa watoto wanafunzi wetu watakuwa tunawalinki na hizo groups kama NEMKI wanaodili na mazingira. Tunaangalia proposal, tunapata pesa, tunaomba wanafunzi wanaenda kwenye event za hizo na wana vipaji vingi sana. Vile vipaji ndio tutavitumia ku raise funding ambazo zitawasaidia na wao sasa wanakuwa kwenye mfumo na wakitoka tunataka kutengeneza wanafunzi ambao wana uwezo wa hali ya juu. Wana uwezo wa kujielezea, wana uwezo. Hatutaki kutengeneza wanafunzi ambao anatoka hapa hawezi kutafsiri mifumo ya mazingira kwa kutumia elimu. Umenipata? Umeelewa?
Hivyo vitu sisi tumeviona tulivyoenda nchi za nje. Unajua kule nchi za nje hamnaga hata mtu anakusaidia. Unaachwa hapo tu. Kama haujui tafsiri ya mazingira, yani wewe unarudi hata nyumbani. Lazima ujue tu. Hiyo namba. Kwa hiyo connection kwenye masuala yale. Na nyingine nimependa igizo iliyofanywa hapo ya kwanza ambayo ilikuwa inahusiana na mambo ya human evolution, mabadiliko ya mwanadamu. Ndio. Hiyo ni area yangu. Sasa hivi tuna project na mwalimu mwingine anaitwa Dr. Bundara, amemaliza University of Calgary na mimi tulikuwa kwenye jimbo moja. Tuna mradi tunaendelea nao, tulikuwa Arusha. Tunafanya public awareness kwenye masuala haya ya human evolution. Miongoni mwa shule ambayo nilikuwa naifikiria tutaihusisha kwenye debate na vitu vingine ni hii hapa. Sasa nilichofurahi hii shule, kuna kitu ambacho wamekifanya ambacho almost kama ndio maana nimechukua video na they were answering my one of my research objective. Yani hao wamejibu objective, wameact human evolution katika community ambayo sasa ile idea mimi sikuwa nayo. Kama kumbe watu wanaweza kufanya igizo alafu likaelimisha jamii haraka kuliko maneno. Sasa tayari nishachukua point na vijana tutawakaribisha wakati wa research week. Wakati wa research week ya University of Dar es Salaam watakuwa sehemu ya sisi kwenye maonyesho yetu, waweze kufanya hiyo onyesho na vitu vingine. Kingine ambacho na kitu ambacho nimetaka kusema, mimi mwenyewe kwa sababu ni mwalimu, achana na wale watakao kuja wa education, mimi nikiwa napata muda nitakuwa nakuja kujitolea. Kujitolea maana yake sitaki kulipa. Ndio. Wakati wa muda ambao mimi napenda sana kufundisha, lakini ndio hivyo. Sana tulikuwa tunafundisha wanafunzi mambo hayo yani nataka wanafunzi wawe very creative. Yani mimi sifundishi mambo haya tunataka uelewa na wanafunzi wawe na uwezo debates, topic zile ngumu. Hii topic tunasema labda miradi kama ya SGR imeleta mapinduzi kwenye sekta ya uchumi. Tunataka wanafunzi wa discuss pale. Ndio tunachotaka kukiona pale kwenye mifumo ya maendeleo. Lakini tutaweza kulinki na baadhi ya taasisi kama UNESCO, Ministry of Education na vitu vingine na vingine. Unaona? Na mwisho kabisa swala la mpira ila haiwezi kunishinda. Umeongelea issue ya mpira ya wavulana na wale wa neti. Hizo tukitoka hapa nitaenda kuzinunua. Nitazipresent kwenu kwa ajili sasa, na vingine funding nyingine zitakuwa tunaandika za michezo. Mara nyingi hatupendi kutumia pesa zetu za mifukoni, tunapenda kama tunatumia kichwa kuomba pesa watu wafanye wengine. Na hizi viwanda maeneo yanayozunguka wana kitu kinaitwa CSR, Corporate Social Responsibility. That's part of it. They have to do it for the community. Sasa unafanyaje? Ndio tunatumia kichwa, tunawaomba, tunawaandikia kwamba we need this for our school as part of CSR, Social Corporate Responsibility. Ndio tutafanya hivyo. Na mwisho kabisa nipende tena kwa kumalizia kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kuona umuhimu wa kutenga hili eneo na kuona umuhimu wa wanafunzi kupata elimu kwa kuweka shule nzuri ya namna hii, na maono ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu ambaye anaona uwezo kwamba wanafunzi wasome, na tunaona wanajenga nyumba za walimu pale na floor nyingine zitaongezeka, na hiyo ndio tafsiri sahihi ya maana ya maendeleo. Napenda kushukuru tena na nimefurahi tena
once again and again. Najua tutaendelea kwa pamoja kuona mabadiliko. Utakaporudi mara nyingine tutakuja kufanya assessment kwamba ile tuliyofanya kipindi kile ni matunda gani tumepata. Nashukuruni sana.